Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tangu tumewasili hapa Zanzibar na siku ya Jumatano tukitokea Dodoma. Tumefanya mazoezi kwa takriban siku mbili nje ya uwanja wa Amani, na hii leo tunafanya mazoezi yetu hapa katika uwanja wa Amani kuelekea katika mchezo wetu wa dabi ya ligi kuu ya NBC. Kwanza ni furaha kubwa na faraja kubwa kwetu Simba Sports Club hii leo kupata nafasi ya kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi, na kwa lugha nyepesi naweza kusema kwamba Simba Sports Club tumeukomboa mpira wa Tanzania. Tangu mpira wa nchi hii umeanza haijawahi kutokea vilabu vya Simba na Yanga kufanya mazoezi katika uwanja husika wa mechi, na hii ni kwa sababu za kiutamaduni za mazoea na kila kitu, lakini Simba Sports Club tukaamua kukomboa mpira wetu na kuachana na mazoea na utamaduni. Tulifanya hivi msimu uliopita, lakini ilishindikana kutokana na mazoea ya watu ambao bado walikuwa nayo, ikaleta tabu kubwa. Lakini popote ukiona giza linazidi, maana yake mwanga unakaribia. Kwa hiyo leo hii tumefanikiwa na Simba Sports Club tumefanya mazoezi hapa katika uwanja wa Amani siku moja kabla ya mchezo, na wapinzani wetu vile vile wamefanya mazoezi hapa katika uwanja wa Amani, na wamefanya mazoezi hayo kutokana na ukombozi wa kifikra ambao Simba Sports Club tuliufanya, na hatimaye hii leo sasa anafurahia kanuni na muongozo wake namna ambavyo umeweka. Tumefanya mazoezi yetu hapa na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Hakuna hata mchezaji mmoja mwenye changamoto ya kiafya. Wote ambao tumesafiri nao kuja hapa wote wapo katika hali nzuri na wapo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Mchezo wa kesho wa dabi, kwanza tuseme ya kwamba ni sikukuu ya mpira wa Tanzania. Ni mchezo unaoakisi mwangaza, unaoakisi taswira, na mchezo ambao unabeba hadhi nzima ya ligi kuu ya Tanzania. Kama ambavyo unaona Muislamu anafunga siku zote, alafu ikifika ile siku ya kufuturu ya Idi, ile furaha aliyokuwa nayo, kile kilele cha raha alichokuwa nacho ndicho kilele cha raha ambacho tunacho wa Tanzania kuelekea katika mechi hii ya dabi. Vivyo hivyo kwa Wakristo wakiwa kwenye Kwaresma, wakimaliza siku 40, ile siku ya Pasaka wanayokwenda kufurahia, ndiyo furaha tuliokuwa nayo wa Tanzania kuelekea katika mchezo huu wa dabi. Hiki ni kilele cha soka la Tanzania. Tunapozungumzia mpira wa Tanzania umekuwa reference namba 1, tunaangalia mechi ya dabi, na sisi Simba Sports tuko tayari kwenda kuonesha namna gani mpira wa Tanzania umekuwa, namna gani wa Tanzania wanapaswa kufurahia mpira wa Tanzania. Tuko tayari kwenda kuonesha mchezo mzuri na kwenda kutoa upinzani. Tunaelewa ugumu wa mchezo huu, tunaelewa pressure ya mchezo huu, na sisi kwetu Simba Sports Club pressure ni kubwa kweli kweli. Tunakabiliwa na msongo mkubwa wa mawazo kwa sababu tumebeba mzigo mkubwa kwenye vichwa vyetu kutokana na matokeo mabaya ambayo tumekuwa nayo katika mechi ambazo zimepita takriban 6. Lakini hii ni mechi mpya, ni mechi ambayo tumejipanga kwenda kupata matokeo mazuri. Haitakuwa rahisi. Unacheza na mpinzani wako namba 1 katika nchi, unacheza na bingwa mtetezi, unacheza na kinara wa ligi. Mechi itakuwa ni ngumu kweli kweli. Wenzetu wanao faida ya kujiamini, sisi tunao udhaifu huo wa kutojiamini kwa sababu tumeshagongwa sana na nyoka. Lakini yote kwa yote tutakwenda kupambana. Uzuri ni kwamba tunao timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kututetea. Tutakwenda kupambana kwenda kupigania alama 3, tutakwenda kupambana kwenda kupigania heshima ya Simba Sports Club. Tuombe dua wachezaji wetu waamke salama siku ya kesho, waamke wakiwa na afya njema, waamke wakiwa na mentality ya kutosha, waamke wakiwa kwenye kiwango cha ubora wao, waende wakaipiganie nembo na heshima ya Simba Sports Club. Ahmed, umesema kwamba mmefanya mabadiliko ya mpira wetu wa Tanzania. Kwenye swala la muda, wao wamefanya saa 10, nyinyi mmefanya saa 2. Kulikuwa hakuna mvutano wote? Hakuna mvutano, hiyo ndio kanuni. Mwenyeji
anafanya mazoezi muda wa mechi. Kwa hiyo kama tunge mechi wenyewe wamefanya saa 10, sisi tumefanya muda wa mechi. Kwa mechi ya marudiano sisi tutafanya mazoezi muda mwingine, wenyewe watafanya muda wa mechi. Kama mnakumbuka kwenye mechi za kimataifa sisi huwa tunafanya mazoezi asubuhi saa 4, alafu mgeni wetu anakuja kufanya mazoezi saa 10 ule muda wa mechi. Kwa hiyo ni jambo la kanuni na ni ushindi mkubwa kweli kweli. Msimu uliopita wakati anatokea haya masekeseke ya kufanya mazoezi katika uwanja, nilisikia hata baadhi ya waandishi wanasema mimi tangu nimezaliwa sijawahi kuona Simba na Yanga inafanya mazoezi katika uwanja wa mechi husika. Sasa tumeiondoa hiyo notion, tumeondoa huo utamaduni, na sasa kanuni imesimama, kila mtu amesimamia kwenye kanuni, mambo ni gwede. Unazungumzia Watanzania wanafurahi kuelekea mechi ya kesho, au uzungumzii wana Simba mnafurahi kuelekea mechi ya kesho kama ambapo wanajinasi? Kwanza kuna vitu viwili. Kufika siku ya dabi, hiyo ni furaha ya nchi. Kuna nchi hazina msisimko wa mechi ya aina hii. Kwa Simba Sports Club kuwa na mechi ya aina hii, na sisi uzuri wetu ni kwamba mechi ya aina hii hatuna moja, tunazo takriban 2 ama 3 hivi. Kwa kufika katika mechi ya namna hii, hiyo ni furaha na ni ile pride, fahari ya Watanzania wote. Sasa kuelekea kwenye mechi yenyewe ambayo inaamua matokeo, hapo sasa kila mtu anagawanyika kuelekea kwenye matokeo, lakini kufika kwenye mechi hiyo ni fahari ambayo tunapaswa kujivuna nayo. Kwa nini mnaenda kinyonge? Hatuko vizuri sana. Kwanza ukiangalia record za mechi za hivi karibuni hatujapata matokeo. Nikikwambia kwamba tuna confidence ya 100% na ngapi nitakuwa na kudanganya. Tunakosa hiyo confidence ya kujitunisha kwa aina ya matokeo tuliyokuwa nayo sisi against mpinzani wetu kwa miaka ya hivi karibuni. Lakini mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu ya NBC nayo vile imetupunguzia hali ya kujiamini, japo imetuongezea nguvu ya kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika mechi hii dhidi ya mtani wetu. Umezungumza hapo maandalizi kwa mechi ngumu sana kwa sababu mtakuwa mnahitaji matokeo na kuvunja uteje kwa Afrika. Ni mechi ngumu, ni mechi ngumu sana, ngumu tena sana. Na ina sababu nyingi ya hii mechi kuwa ngumu. Historia ya timu hizi mbili, ukiangalia msimamo wa ligi, sisi kama tunashinda mchezo huu, maana yake tunajiweka sawa kwenye mbio za ubingwa. Kama tunapoteza, tunajiweka katika mazingira magumu kweli. Sasa kucheza mechi ambayo lazima upate kitu kizuri inakuaga na option ngumu kwa mpinzani wetu. Kwa mfano anaweza siwe na pressure kubwa sana, kwa sababu hata akipoteza bado anaendelea kuwa juu yetu. Sisi tukipoteza tunazidi kurudi nyuma dhidi yake, maana yake ni kwamba inatengeneza ugumu katika mchezo huu.